Mafanikio ya kweli katika maisha ya mwanadamu yana siri mbalimbali ambazo binadamu wengi hawazijui. Laiti kila mwanadamu angeweza kuzijua siri hizo na kuzifanyia kazi kwenye maisha yake, nina imani asilimia kubwa ya wanadamu ambao wanaishi katika uso wa dunia wangekuwa na mafanikio. Moja kati ya sababu ambazo hupelekea asilimia kubwa ya wanadamu waendelee kuwa masikini kwenye maisha yao ni kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na watu wasiokuwa sahihi. Kwa sababu mimi natamani nawe uwe moja kati ya binadamu ambao watakwenda kufanikiwa katika maisha yao, leo nitakwenda kukuambia sifa mbalimbali za mwanamke ambaye ukiingia naye kwenye mahusiano ni vigumu sana kufanikiwa, kwani yeye atakuwa ni sababu ya anguko lako kama Delila na Samsoni. Kama nawe ni moja kati ya binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, amini video hii nimeitengeneza mahususi kwa ajili yako. Na kama unatamani kuendelea kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni sifa mbalimbali za mwanamke ambaye ukiwa naye kwenye mahusiano hautaweza kufanikiwa, yaani unakuwa ni kama umepigwa muhuri wa kuwa maskini siku zote za maisha yako. Namba moja, mwanamke ambaye ni kikwazo katika ndoto na maono ambayo unayo katika safari yako ya maisha. Mwanadamu yeyote ambaye anatamani kufanikiwa kwenye maisha yake lazima awe karibu na watu ambao badala ya kuwa ukuta katika safari yake ya mafanikio, wao watakuwa kama daraja ambalo litamsaidia kuvuka kutoka eneo moja na kwenda katika eneo jingine. Kumbuka, miongoni mwa binadamu ambao ni watu wako wa karibu sana ni mwanamke ambaye umeingia naye kwenye mahusiano. Kabla ya kuingia kwenye mahusiano, ni vema ukaangalia, je, mwanamke ambaye nakwenda kuingia naye kwenye mahusiano atakuwa supportive katika ndoto ambazo ninazo, au atakwenda kuwa kikwazo katika ndoto ambazo ninazo? Na sababu mojawapo ambayo inatakiwa kukufanya ujitafakari sana kabla ya kuingia kwenye mahusiano na mtu ni kwa sababu adui ambaye anaujua udhaifu wako ni adui ambaye anaweza kukuangamiza kiurahisi kuliko adui ambaye haujui udhaifu wako. Lakini adui ambaye yupo karibu na wewe muda mwingi ni rahisi kukuangamiza kuliko adui ambaye yuko mbali na wewe. Hata kama mwanamke anakupenda, kama ni kikwazo katika mafanikio na ndoto ambazo unazo kwenye maisha yako, ina maana huyo atakuwa ni rafiki yako, lakini ni adui katika mafanikio na maono uliokuwa nayo. Je, unachagua nini? Kuwa naye kwenye mahusiano alafu ushindwe kutimiza ndoto zako, ama umweke mbali na maisha yako ili ukatimize ndoto na maono uliokuwa nayo katika maisha yako? Namba mbili, mwanamke mwenye matumizi makubwa kuliko uwezo wako. Kipato na matumizi ni moja kati ya vitu ambavyo kama usipoweza kuvibalance vizuri kwenye maisha yako, utakwenda kuwa miongoni mwa wanadamu ambao hawataweza kufanikiwa kwenye maisha yao. Yaani utakuwa ni kama mwanadamu aliyetupiwa laana ya umasikini katika maisha yake. Kwani kanuni mojawapo ya mafanikio kwa mwanadamu ambaye anatamani kufanikiwa katika maisha yake inasema kwamba ili mwanadamu aweze kufanikiwa katika maisha yake, jambo la kwanza lazima ahakikishe matumizi yake yanakuwa chini ya kipato chake. Yaani unapoweka uwiano kati ya kipato ambacho unaingiza katika maisha yako na matumizi ambayo unayo kwenye maisha yako, basi matumizi yako lazima yawe madogo kushinda kipato ambacho unacho katika maisha yako. Kama wewe ni mwanadamu ambaye unaingiza 10,000 kwa siku, matumizi yako lazima yawe chini ya 10,000. Hapo utaepuka kuingia kwenye madeni yasiyokuwa ya lazima, lakini inawezekana wewe ukawa unajibana. Vipi kuhusu mwanamke ambaye umeingia naye kwenye mahusiano ya ndoa? Ikiwa mwanamke ambaye umeingia kwenye mahusiano naye ya ndoa ni mtu ambaye ana matumizi makubwa kuliko kipato ambacho unacho wewe,
amini usiamini, hautaweza kufanikiwa, kwani utajikuta ukitumia nguvu nyingi sana kutafuta. Utawekeza muda wako usiku na mchana, na pengine utafanikiwa kuingiza kiwango kikubwa sana cha fedha kwenye maisha yako, lakini kwa sababu hata matumizi ya mwanamke ambaye upo naye kwenye mahusiano ni makubwa kuliko uwezo wako, amini usiamini, utakwenda kutumia kipato chako chote kwa ajili ya kumridhisha mwanamke ambaye upo naye kwenye mahusiano ya kimapenzi. Kumbuka, upendo una nguvu kuliko kitu chochote katika maisha ya mwanadamu. Kwa sababu ya nguvu ya upendo, utapata upofu. Kwa sababu ya upofu huo, utajikuta unaendelea kuishi huku matumizi yako yakiwa makubwa. Utakuja kushtuka muda ukiwa umeenda, kwani binadamu wengi wanatamani kubadilika, lakini wameshachelewa. Hata wazee wengi utakapowauliza ni vitu gani ambavyo wanavijutia katika maisha yao, wazee wengi wanaonekana kujutia matumizi ambayo waliyafanya katika kipindi cha ujana wao. Wanatamani siku ziweze kurudi nyuma ili wakatimize malengo yao, wapunguze matumizi waliokuwa nayo ili wakaweze kufanikiwa kama ilivyokuwa kwa binadamu wengine. Namba 3, mwanamke ambaye anasababisha nyumba yako iwe uwanja wa vita na migogoro kila wakati. Migogoro ni jambo la kawaida kabisa katika maisha ya kila mwanadamu ambaye amezaliwa na kuishi katika uso wa dunia, kwani hata usipokuwa mgogoro baina ya mtu na mtu, kuna mgogoro wa nafsi. Wewe mwenyewe unaweza ukawa na mgogoro katika kufanya maamuzi. Je, ufanye hiki uache hiki, ama ufanye kile uache hiki? Hivyo, mgogoro ni moja kati ya mambo ambayo hauwezi kuyaepuka katika maisha ambayo tunaishi mimi na wewe. Lakini ikiwa una mgogoro ambao si mgogoro wa kujenga, huo ni mgogoro ambao hautakiwi, kwani katika maono ya sosiolojia, migogoro imegawanyika katika makundi mawili. Kuna mgogoro unaojenga, yani constructive conflict, na kuna mgogoro unaobomoa, yani destructive conflict. Migogoro ambayo inajenga, constructive conflict, ni migogoro ambayo tunaihitaji kwa sababu huwa ni migogoro ambayo inaibuka kwa sababu tu wote mna mawazo ya kufanikisha kitu fulani. Lakini migogoro ambayo inabomoa huwa ni migogoro ambayo inaibuka labda kwa sababu unahitaji kumdhalilisha mtu fulani, unahitaji kumfanyia bullying au personal attack. Hayo ni mambo ambayo lazima uyazingatie kabla ya kuingia kwenye mahusiano ya ndoa na mwanamke. Ikiwa mwanamke ambaye unahitaji kuingia naye kwenye mahusiano ya ndoa ni mtu ambaye anapenda migogoro kuliko hata kula Yes, wapo baadhi ya wanawake ambao wanapenda migogoro kuliko hata kula. Huyo ni mwanamke ambaye unatakiwa kumuepuka kabisa, kwa sababu atakunyima utulivu wa akili pamoja na nafsi. Utakapokosa utulivu wa akili pamoja na nafsi, hata akili yako haiwezi kufikiria vizuri ni kitu gani cha kufanya na kitu gani usifanye, hata katika wakati ambao unatakiwa kufanya maamuzi sahihi. Kwa sababu umekosa utulivu wa akili, utashindwa kuyafanya maamuzi sahihi. Lakini hata nyakati ambazo ulitakiwa kupambana kwa ajili ya kutimiza malengo yako, utajikuta ukitumia muda mwingi kwa ajili ya kusuluhisha migogoro mbalimbali ambayo inatokea katika mahusiano yenu, kitu ambacho kitakwenda kudumaza jitihada zako za kwenda kutimiza malengo, ndoto na maono uliyokuwa nayo. Namba 4, mwanamke ambaye anakuvunja moyo kila wakati. Moja kati ya siri ambazo unatakiwa kuzijua na kuziweka akilini: mwanadamu ni kiumbe ambaye ameumbwa katika namna ambayo asipopewa motisha anaweza asifanikishe kile ambacho alitakiwa kukifanikisha. Lakini mwanadamu anapopewa motisha na kuaminishwa kuwa anaweza kutimiza kitu fulani, huyo ni moja kati ya wanadamu ambao wanaweza kufanya mambo makubwa ambayo pengine bila motisha wasingeweza kuyafanya katika uso wa dunia. Na motisha inatoka kwa watu ambao unawaamini na kuwapenda. Na ndiyo maana hata mzazi anapokuwa anamtamkia mtoto wake wewe ni mjinga, kauli hiyo ikawa inajirudia rudia, uwezo wa akili wa mtoto huwa unapungua na mtoto anaanza kuwa mjinga. Lakini mzazi anapokuwa anamtamkia mtoto wake mara kwa mara, mwanangu, wewe ni mzuri,
una akili sana. Hata kama uwezo wa akili ya mtoto ulikuwa mdogo, uwezo wa akili ya mtoto utaanza kuwa mkubwa kuliko ilivyokuwa mwanzo. Ndivyo ilivyo hata katika mahusiano, kwa sababu upendo umewaunganisha wewe na mwanamke ambaye umeingia naye kwenye mahusiano, na sote tunajua ipo nguvu kubwa katika upendo. Kupitia upendo unaweza ukainuka, lakini kupitia upendo unaweza ukaanguka. Basi ikiwa umeingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na mwanamke sahihi ambaye atakufariji, atakupa moyo na kukuaminisha kuwa wewe unaweza kufanya mambo makubwa ambayo binadamu wengine walishindwa, kupitia maneno yake utajikuta unasimama ukiwa imara, motisha itawaka ndani yako, utakuwa miongoni mwa wanadamu ambao watakwenda kufanikiwa sana katika uso wa dunia. Namba 5, mwanamke ambaye anafanya upoteze hali ya kujiamini kila unapokuwa naye. Moja kati ya vitu hatari ambavyo kama ukiviweka karibu na maisha yako, huenda ukawa miongoni mwa wanadamu ambao wana laana ya umaskini milele, ni pale ambapo utaamua kuingia kwenye mahusiano na mwanamke ambaye kila anapokuwa karibu na wewe unapoteza hali ya kujiamini, labda kwa sababu ya maneno mabaya ambayo anayazungumza kuhusu wewe, au labda kwa sababu ya hofu ambayo anakutia kila anapokuwa karibu na wewe. Huyo ni mwanamke ambaye utakapoingia naye kwenye mahusiano ya ndoa hautaweza kufanikiwa, kwa sababu utakuwa unahisi inferiority ndani yako, jambo ambalo litapelekea uwe na hofu ya kuthubutu kufanya vitu mbalimbali kwenye maisha yako. Utakuwa mwanadamu aliyeshindwa hata kabla ya kuthubutu. Ngoja nikushauri kitu kimoja, unapoingia kwenye mahusiano, hebu ingia kwenye mahusiano na mwanamke ambaye atakuwa sababu ya kukupa moyo na kukuaminisha kuwa wewe ni mwanaume jasiri ambaye unaweza kufanya chochote na kikafanikiwa katika uso wa dunia. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako sina budi kuishia hapa. Ninahitimisha nikiamini lipo jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakia wakati mwema, tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye.